Na mtazamaji, kwengineko, kesi ya mauaji ya mfanyabiashara Tob Cohen iliendelea leo huku mashahidi wawili akiwemo afisa wa upelelezi wakitoa ushahidi wao. Mahakama ilipeleka vikao vyake nyumbani kwa marehemu mtaani Kitisuru, ambapo iliarifiwa jinsi boma hilo lilibadilika tangu mshukiwa mkuu Sarah Wairimu kupewa funguo za nyumba hiyo. Wakati huo huo, ombi la Wairimu la kutaka kuachiliwa kwa dhamana lilitupiliwa mbali kwa madai ya kumtisha afisa wa usalama. Gatete Njoroge na taarifa hiyo. Kwa siku ya pili, boma la marehemu Tob Cohen mtaani Kitisuru ilishuhudia vikao vya mahakama kuu. Also on page, Jaji Diana Mochache akiongoza kikao cha kuwasikiza mashahidi wawili. Kando na kutoa ushahidi, mahakama ilifika hapa kujionea alikopatikana Cohen. Shahidi wa kwanza hakutambuliwa, huku wa pili akiwa afisa wa polisi wa kupiga picha, Frank Anunda, aliyehudumu katika kitengo cha kuchunguza uhalifu. Photograph number 19. Anunda ndiye alipiga picha mwili ulipopatikana na wakati wa shughuli ya upasuaji wa maiti. Kulingana naye, mwili wa Cohen ulipatikana ndani ya tanki ya maji ambayo ilikuwa imefichwa. These are the close-ups showing clearly the legs and the hands how were tied, yani walikaza sana miguu na mikono. Tightly. Yes. Yeah. We noticed also after removing the black material, the red material on the head, there was another material. They used something like a string to cover completely the eyes. Anunda aliyeelekeza mahakama katika eneo walikopata mwili wa Cohen na ndani ya nyumba, alisema kuna mabadiliko makubwa katika boma hilo ikilinganishwa na ilivyokuwa wakati wa mkasa. This place was not looking like this. It seems that they are dark, maybe they want to plant some things, but during that time there wasn't. And two, there was no that fence. All the witnesses who have testified before me have told the court that there have been alterations to the property. There are additional things that have been added to the property or the premises that were not there during the time of the offense. The property herein is handed over to the OCS Spring Valley Police Station. Wakati wa kikao hicho, mshukiwa mkuu Sarah Wairimu kupitia mawakili wake alituma ombi la kutaka kuachiliwa kwa dhamana. Ombi hilo lilikataliwa na mahakama kufuatia kisa ambapo mmoja wa maafisa wa usalama alikuwa amedai kutishwa na mshukiwa. I would direct that an affidavit be sworn by the accused person and filed in court by the advocate, and the accused person shall commit that he shall not intimidate, threaten or in any way approach the prosecution witnesses. Upande wa mashtaka umesema kuna mashahidi 78 katika kesi hiyo. Baada ya kusikizwa kwa mashahidi watatu, kesi ya mauaji ya mfanyabiashara Tob Cohen sasa itasikizwa tarehe 7 mwezi Mei, mshukiwa mkuu Sarah Wairimu akisalia kizimbani. Gatete Njoroge, runinga ya Citizen.